Neema. Neema ni kitu gani? Kwenye maisha yetu tunahitaji neema, na hakuna mtu anaweza kusema hana haja na neema, kwa sababu neema ni hitaji moja muhimu sana kwa kila mtu. Neema unaihitaji. Neema ni kitu gani? Neema ni hisani au upendeleo. Tunapoongelea upendeleo, tunafahamu kwamba Mungu hana nini? Hana upendeleo. Lakini tukizama sana tutakuta Mungu ana upendeleo. Bwana asifiwe sana. Lugha ya nje, Mungu hana upendeleo, lakini Mungu amekuja kwa ajili ya watu wote kuwaokoa. Lakini wakiukataa huo upendeleo, utashangaa huo wokovu unakuwa wa watu wengine unawaacha nje. Bwana alikuja kuokoa ulimwengu. Sasa hana upendeleo, lakini watakaokubali kumfuata ndio atakaowapendelea kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapoongelea habari ya neema, ni upendeleo, ni hisani anayopokea mtu machoni pa Mungu. Ni nafasi ya upendeleo ambayo tunapata kwa Mungu, lakini kwa lugha nyingine neema ni Mungu. Kwa maana nyingine tu isiyokuwa na maelezo mengi, neema ni Mungu mwenyewe. Kuna wakati Mungu anatenda jambo kwa tunasema ni neema ya Mungu tu. Kwa hiyo ni Mungu tu mwenyewe. Anawarehemu, ni neema yake tu, apendavyo yeye mwenyewe. Si kwamba wana haki, lakini anawapa kwa neema tu. Bwana Yesu asifiwe. Na ana uwezo wa kuwatendea watu kwa neema yake, kwa upendeleo wake anawafanikisha. Kwa mfano, kwenye kitabu cha Misali 12 mstari wa 2 anasema, wema unaweza kuleta upendeleo. Mtu anayefanya wema anaweza kufuta upendeleo wa Bwana. Kumbe kama wema unaweza ukakutwa tu na wema wako, unaweza ukafanya Bwana akakupendelea, akakupa hisani, akakufadhili. Neema ya Mungu, mercy of God, rehema za Bwana tu. 12, mtu mwema atapata upendeleo kwa Mungu, bali mtu wa hila atahukumiwa naye. Mtu mwema atapata upendeleo kwa nani? Sasa Mungu si hana upendeleo, anapataje huyu mtu upendeleo tena kwa Mungu, wakati Mungu hana nini? Hana upendeleo. Kwenye kitabu cha Isaya 60 mstari wa 10, kwamba kwa ghadhabu yako na hasira nalikupiga, nalikuadhibu, lakini kwa upendeleo wangu nimekurehemu. Kumbe Mungu anapendelea Bwana. Hana upendeleo kwa maana ya kwamba anamlipa mtu haki yake. Mwovu analipwa sawa na mwema analipwa sawa. Kwa hiyo hawezi kumpendelea mwovu akapewa ujira wa wema. Anamlipa kila mtu sawa sawa na kazi ya mikono yake. Imetumika kwamba hana upendeleo kwenye engo hiyo ya kwamba anahukumu kwa haki. Isaya 60 mstari wa 10 anasema maneno haya, na wageni watajenga kuta zako, na wafalme wao watakuhudumu. Maana katika ghadhabu yangu nalikupiga, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Katika upendeleo wangu nimekurehemu. Mungu kwa neema yake amemhurumia. Katika ghadhabu yake alimwadhibu, lakini kafika mahali kwa neema tu Bwana kamrehemu. Tunapoongelea neema,
tunaongelea habari ya hisani kutoka kwa Bwana, tunaongelea habari ya upendeleo wa Mungu. Neema hii ya Mungu inapatikana kwa njia mbalimbali, lakini pia neema, tutaona kazi za neema, jinsi ya kupata neema, kazi za neema. Neema inafanya kazi gani kwenye maisha yetu? Sasa tuone njia zinazoweza kuleta na kuvuta neema kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza, heri kuchagua jina jema. Kwa nini jina jema? Jina la mtu likitambulika mbele za Mungu, Mungu anampa neema. Ukijulikana mbele za Mungu, jina lako likatambuliwa na Bwana, Mungu akikufahamu na akakujua, inaweza ikafanya neema ikaja juu yako ukitambuliwa na Bwana. Mungu anapomwita mtu akaitika, akakubali kwenda mikononi mwa Mungu na akasajiliwa jina lake mbele za Bwana, kitabu cha Mungu kinamuona, kinamwandika na kumrekodi. Jina lako likijulikana na Mungu, Mungu anakupa neema. Mungu akikutambua kwamba huyu ni mwanae, anakupa neema. Wale wote ambao Mungu amewajaza neema, anawafahamu. Wanasiwe sana. Hata kama watu hawawafahamu, lakini Mungu anawafahamu yeye. Kwa namna gani anawafahamu? Yeye anaachilia neema, maana anawajua kwamba huyu ni mwanangu, huyu ni mwanangu tangu misingi ya ulimwengu. Anawafahamu yeye kwamba huyu ni yeye mwenyewe amekusudia kumpa, kwa maana yeye ndiye anayemtambua na akaamua kumpa nini? Neema. Kwenye kitabu kile cha Kutoka 33:12 hadi 17, Musa alitambuliwa na Mungu na akamwambia, wewe unajulikana, jina lako nalijua, ndio maana nimekupa neema. Ni maswali magumu kidogo kwamba je, wewe jina lako Mungu anakufahamu? Maana kuna watu wamepewa jina na Bwana, Bwana amewapa jina mwenyewe. Sasa Mungu anawaheshimu, wamekuwa wa thamani, kwa hiyo kuna neema anaziachilia kwao. Ili Mungu awaheshimu, wamtumikiapo anawatambua. Wanaoitika kukubali na kuwaelekeza, anawatambua na anakuwa pamoja nao. Mstari wa 12, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe unaniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema. Unaona sasa, wewe umeniambia ninakujua jina lako, ndio maana nimekupa nini. Lakini pamoja na hayo, naomba hivi, nataka nidhibitishe, mtu ambaye Musa tunafahamu kuna vitu Musa alifanya. Musa alikosokoswa kuuawa akiwa nchi ya ughaibuni. Alifika mahali kwa imani Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akakubaliana na mateso. Bora nikapate mateso, lakini sio kujirudisha kwenye hamna. Akaondoka. Maamuzi ya Musa, ukifuatilia kwenye Ibrania, kwamba Musa alipokuwa mtu mzima kwa imani ya Musa imemfanya kutambulika mbele za Bwana, kujulikana mbele za Bwana. Kwa hiyo kwa njia ya imani unajulikana. Watu wanaomwamini Mungu wanajulikana na Bwana, na hao ndio wanapata neema. Ukikosa imani, hutambuliki mbele za Bwana. Kwa mujibu wa kitabu cha Torati 32 mstari wa 20, watu wasio imani ndani yao nitawageuzia kisogo, nione mwisho wao utakuwaje. Kumbe ukikosa imani, basi unakuwa hutambuliki kabisa machoni pa Bwana na husipati msaada. Kwa hiyo tunaposema Mungu akikutambua jina lako, mpaka utambulike, kuna hatua. Kuna watu waliochukua imani leo wanatajwa kwenye Biblia. Nimemwona mtumishi wangu nani, kwa sababu walibeba imani na walikuwa tayari kutoa gharama, wakatambulika. Mungu anawapa neema watu ambao wanatambulika mbele zake kwa jinsi ambavyo wao wanaishi mbele za Bwana. Na uone mtu akipata neema, ziko faida. Kwanza ziko faida tutaziona mbele ya safari. Kwa mfano kama hapo ukiendelea, unaona mtu huyu
anakuwa na ruhusa ya kuomba lolote mbele za Bwana. Mtu aliye na neema anaweza kuomba lolote. Ndio maana unaona hata Esther alipata neema machoni pa mfalme, anaambiwa omba lolote. Mtu akipata neema anaambiwa hata na mkuu kwamba omba utakalo lolote, hata nusu ya ufalme utapewa. Ni neema ndio imemfikisha hapo kwenye kupata majibu. Yesu asifiwe. Amen. Haya, njia nyingine itakayovuta neema. Njia nyingine. Hapo kwenye kutambulika na Mungu kuna vitu vingi. Kwanza, mtu mwenye ufahamu anaweza kutambulika mbele zake. Mwenye ufahamu mzuri. Mithali 15 mstari wa 15 inasema wenye ufahamu upewa upendeleo. Wema upewa upendeleo. Mwenye haki anatambulika sana, mtu anayetenda haki. Hata kama watu hawamuelewi, haki anatambulika. Mwenye haki, lango lile la mbinguni wenye haki wataingia. Sasa tuone jambo la pili. Kumrudia Mungu ni njia ya kupata neema. Unapomrudia Mungu unapata neema. Utaandika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 30 mstari ule wa 9. Neema iko wazi. Wakimrudia Mungu tayari wanakuwa wanufaika wa ahadi za Mungu. Neema imefunuliwa. Wale wote watakaokimbilia kwenye wokovu, neema ile inakuwa na manufaa kwao. Kwa hiyo neema inapatikana pale watu wanapokuwa tayari kumrudia Bwana. Kumrudia Bwana ni kutubu, kujitakasa, kumpokea Yesu. Neema ya Bwana iko dhahiri. Wanaoingia kwenye neema wanaibeba. Kwa hiyo kwa njia ya kumrudia Mungu neema inakuja. Uking'ang'ana gizani utaki wokovu, neema iko wazi, lakini wewe haitakuwa na manufaa kwako. Lakini neema inamnufaisha mtu yule ambaye amekubali kumrudia Bwana. Utaona neema ya Bwana. Upendeleo wa kimungu unaanza. Hata kama kuna watu wanaendelea kumhesabu, huyo tunamjua ana matatizo mengi, huyo mwenye madhambi, lakini yeye akakumbuka kukimbilia mbele za Bwana, akamrudia Bwana, neema iko. Mwana mpotevu alipokwenda, aliporudi, neema ya Mungu inampokea neema. Na wengine wanalalamika, sisi hatujawahi kufanyiwa sherehe kama hizo, mbona huyu anafanyiwa? Kumbe neema haipo. Inauliza swali kwamba, je, tuzidi kufanya dhambi ili neema iendelee kuwa nyingi? Ile Warumi 6 mstari wa 1. Je, tutende dhambi zaidi ili neema iendelee kuwa nyingi zaidi? Hasha, nakataa. Neema imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo neema ya Mungu inapatikana kwa walio tayari kumrudia Yesu, kuokoka, kumkiri Yesu, kumfuata. Kweli yeye ni wa neema, mwingi wa rehema, anawapa upendeleo, anawapa hisani kwa neema yake. Lakini kama hawataki kumrudia Yesu, hiyo neema unaweza kujikuta inabaki story. Hakutakuwa na chochote kinachotokana na neema ya Mungu. Jambo lingine, upendo juu ya Mungu. Unapokaza kumpenda Mungu, upendo huo unavuta neema na huo unatoa neema. Bwana asifiwe sana. Mwenye upendo ni Mungu. Kwa upendo wake anaachilia neema. Lakini upendo wetu kwa Mungu unavuta neema. Bwana asifiwe. Ukikaza kumpenda Mungu, kuna neema itakuja juu yako. Lakini ndugu yangu, uking'ang'ana kumchukia Mungu, unashangaa hata neema iliyokuwepo inaondoka. Kama uliwahi kumpenda Mungu, baadaye ukifika mahali ukamchukia Mungu, hata kama ulikuwa na neema inaondoka, inabaki story. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kule kumrudia Mungu kunaleta neema, lakini upendo wako kwa Mungu utaleta neema. Zaburi 84 mstari wa 11. Andika jambo lingine la 4. Unyenyekevu unavuta neema, ila kiburi kinafukuza neema. Hata kama ilikuwepo inaondoka. Mithali 3:24. Unyenyekevu unavuta neema,
Misali 3:34, unyenyekevu unavuta neema. Utasoma pia Petro wa kwanza 5:5 na Yakobo 4:6. Biblia inaeleza wazi kwamba wanyenyekevu hupewa neema, bali Mungu huwapinga wajikuzao. Kwa hiyo unaweza ukawa unafukuza neema iliyoko juu yako kwa kiburi ulicho nacho, lakini ule unyenyekevu unafukuza zile hali za mikosi na balaa zinazotokana ni mazao ya kiburi. Unajua unyenyekevu unafahamu sana kwenye maisha yetu. Biblia inaniambia wazi kwamba Mithali 22:4, thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Mungu ni heshima, ni utajiri, ni uzima. Kwa hiyo unapokosa unyenyekevu unaifukuza neema. Wanyenyekevu hupewa neema. Bwana asifiwe. Jambo lingine linaloleta neema kwenye maisha yetu ni Roho Mtakatifu akijaa ndani yako. Mtu anapotembea kwenye kanuni za Mungu na anaishi maisha yanayofanya Roho Mungu aweze kutua kwake, akaishi maisha matakatifu ya kumfanya Roho Mtakatifu awe juu yake. Roho Mtakatifu anapokuja huwa anakuja na roho ya neema ndani ya Roho Mtakatifu. Hiyo Roho Mtakatifu ndani mwake, ndio maana unasikia tunda la Roho ni upendo, utu wema, fadhili, uvumilivu. Hapo ameonyesha tu vionjo 9 vilivyoko kwenye tunda la Roho, lakini kuna zaidi ya hapo. Utakuta ndani ya Roho Mtakatifu kuna neema. Roho Mtakatifu kuna neema ndani yake. Utaona kuna roho ya neema na kuomba. Kwenye Zekaria wamesema roho ya neema na kuomba. Yaani unakuta roho ya neema na kuomba inapatikana, hiyo roho ya neema inapatikana humo ndani ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana kwenye kitabu cha Ebrania sura ya 10:29 anazungumza maneno kwamba, Ebrania 10:29 anasema, mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo, na kumfanyia jeuri roho wa neema? Jeuri roho wa neema. Huyo roho wa neema ni yupi? Ni huyo Roho Mtakatifu. Ndani yake kuna neema. Mtu akimfanyia jeuri roho wa neema, amemkufuru roho, maana yake amefukuza neema, amefanya jeuri mbele ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamuongoza, anamsemesha yeye, anashindana na roho wa Bwana, amemfanyia jeuri roho wa neema. Huyo roho ataondoka, na ataondoka na neema aliyokuwa nayo juu ya huyo mtu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya maisha ya mtu, unapompokea Roho Mtakatifu anakuja na neema. Utashangaa umekuwa mtu wa kuweza kuomba, ulikuwa uwezi, neema ya kuweza na kuomba ikapatikana. Ulikuwa hauwezi hata kuhubiri, neema inakujalia, unakuwa na neema ya kuhubiri, unapata kipawa. Vipawa vile ni zawadi zinazotokana na Roho Mtakatifu kwa juu yako. Kwa hiyo kuna neema tunazipata kwa kumruhusu Roho Mtakatifu awe ndani yetu na atuongoze. Leo kuna watu baada ya Roho Mtakatifu kuondoka kwao, zile neema zilizokuwepo hazipo tena. Kama neema ya Bwana iliyokuwa juu yako, Roho Mtakatifu alipokuwa juu yako, ulikuwa na neema mbalimbali. Ulikuwa mtu na kibali, ulikuwa ni mtu ambaye unavuka kirahisi kwenye changamoto. Kuna namna Mungu Roho Mtakatifu anakusaidia. Siku akiondoka Roho, ameondoka na neema mbalimbali. Tashangaa, jamaa alikuwa mwimbaji mzuri, jamaa alikuwa mhubiri mzuri. Huyu bwana usimuone hivyo, alikuwa mwombaji, alikuwa akisimama kuabulisha. Leo imebaki story. Kumbe neema imeondoka. Bwana asifiwe. Wapo wengi tu ambao Roho Mtakatifu alipoondoka, aliondoka na utukufu. Ikabodi, utukufu umeondoka. Yaliyotokea ni majanga. Baada ya utukufu wa Bwana kuondoka, yanayobaki ni majanga. Kifo cha baba mkwe ghafla, kifo cha watoto wake ghafla, mama anajifungua ghafla, na mtoto na mama anafariki kwa kazaa kafa. Ni matukio yaliyoandamana baada ya utukufu wa Mungu kuondoka. Neema ilipoondoka, basi mambo yaliyotokea ni ajabu sana. Roho Mtakatifu amebeba neema, usicheze nayo wala usishindane nayo. Mkigombana, Roho Mtakatifu akiondoka, uwe na uhakika ameondoka na neema alizokuwa nazo.
Roho Mtakatifu akija juu yako ana full package. Akiondoka anaondoka na package zake. Jambo lingine litakaloleta neema ni kufanya maombi ya kupata neema. Fanya maombi ya kupata neema. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 26. Unaweza kusoma. Matendo ya Mitume 14:26 na ile Matendo ya Mitume 15 mstari wa 40. Matendo ya Mitume, mtu mmoja nisomee. 14:26, 15:40. Amina. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 40. Wakawaombea neema ya Bwana. Maombi ya neema ya Bwana iwe juu yao. Usikariri tu kwamba sasa mtakatifu ukaenda sasa na hata milele. Amina. Si ndio? Bwana asifiwe. Malaki sura ya 1 mstari wa 9. Nasema hivi: na sasa nawasihi, ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema, ikiwa jambo hili limetoka katika mkono yenu. Je, atawakubali nafsi zenu? Asema Bwana Mwenyezi. Ombeni pewe fadhili ili mpate neema. Kumbe maombi pia yanaweza kuvuta neema. Mtu anaomba Mungu, neema yako iende pamoja nami kwenye kazi hizi. Mungu akitenda jambo ukaacha kulionea haya, ukashuhudia kila alichokufanyia Bwana, neema inaongezeka. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari ule wa 33. Matendo 4:33. Neema, usionee haya injili, wala usionee haya ushuhuda ambao Mungu amekutendea. Shuhudia kwa nguvu. Ukishuhudia kwa nguvu ushuhuda, ghafla unaweza kushangaa neema ya Mungu imetokea kwa sababu ya ushuhuda huo tu. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 33, Biblia inasema hivi: na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Walipotoa ushuhuda, neema ikawa nyingi juu yao. Kumbe mtu anapotoa ushuhuda wa kushuhudia matendo makuu ya Yesu, neema inaongezeka. Mungu akitenda jambo, mshuhudie matendo yake makuu. Kuna neema fulani inatokea. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Hao ni wanandoa 2024 walikuwa wameenda kwenye kanisa letu kule Manoge. Anamshuhudia Mungu matendo makuu, wala haoni haya. Hata kama kuna hatarisha maisha, yeye anasema Yesu ni Bwana. Hawa kina Petro walikuwa wanapingwa wasitangaze habari za Yesu kwamba amefufuka, waseme tu ameibiwa. Wakasema hajaibiwa, alifufuka. Na wanaposema ushuhuda, neema inaongezeka kwao. Ukisema nimeokoka, hata kama nakwambia huyo Yesu wako na nini, wewe unakaza kusema Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Bwana, neema inaongezeka. Wewe unaipunguza neema wakikutishia wokovu gani? Huo ulokole nao ni ushamba tu sina. Na wewe unasita na kufuata mkia, utaki kumtangaza Yesu wako. Hata wakikuuliza nani ameokoka hapa? Hapa watanishambulia wapo na kina fulani. Unaacha kusema Yesu wako, unapunguza neema juu yako. Sema Yesu anaokoa, hata kama katikati ya wapinzani. Wewe baki na msimamo tu, mimi nimemwamini Yesu, nimeokoka, sishiriki hivyo vitu, mimi nimeokoka. Inaishia hapo. Huo ushuhuda wa kuwashuhudia Yesu ni mweza, anatenda matendo makuu. Msihangaike, Yesu ndio anayeweza, anaokoa, anaponya. Unaongeza neema juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine linaloleta neema, injili. Unaposhuhudia injili, unajua ndani ya injili kuna neema. Mtu akipokea injili, akipokea neno, neema inakuwa juu yako. Na wewe unapoitoa hiyo injili, kwa sababu ndani yake imefungamanishwa na neema, na kwako inaacha neema. Hata akikataa kuokoka, mimi nimemshuhudia, kwa kuwa neema injili imebeba neema. Nikimshuhudia kaupuza wokovu, kwa kuwa imebeba neema, mimi bado neema inaongezeka kwangu, kwa sababu natimiza kusudi la neema. Yeye
iliyomo ndani ya Injili. Kwa kuwa Injili imebeba neema, wewe unapoitoa inaacha neema kwako, lakini wewe unapoipokea Injili inabeba neema, inaleta neema kwako. Hata nikihubiri hapa, ndani ya neno kuna neema. Ukilikataa umekataa neema. Ukipokea ndani ya hilo neno ulilopokea, lina package ya neema ndani yake, litazalisha neema kwenye maisha yako. Lakini hata ukilikataa, mimi ninapolitoa, Bwana anaendelea kuongeza credit ya neema kwangu. Kwa umeusema ukweli, dhambi sitaki, na wewe umemwambia watu waache dhambi, waache uzinzi, waache uasherati, umewaambia ukweli, neema inaongezeka kwako. Hata kama wamekataa kuacha dhambi zao, neema kwako inaongezeka. Wala isikupe tabu. Mtu amekataa Yesu wako, neema inaendelea kuongezeka kwako. Wewe si unatimiza wajibu ulioitiwa. Hello? Kwa hiyo utaandika Rumi 1:1-5, Injili inavuta neema, inaleta neema kwako anayeipokea na kwako anayeitoa kwa wengine. Neema pia inapatikana kwa njia ya imani. Warumi 5:2, kwa njia ya imani unaifikia neema na kupata neema. Neema iko mahali, lakini tunaweza tukaifikia kwa njia ya imani. Unapomwamini Mungu, neema inatokea ya kulindwa na Mungu kwa njia ya imani, lakini kwa njia ya imani unapokea ahadi alizoahidi Mungu. Hiyo ni neema ambayo mwingine ambaye hajamwamini Yesu hawezi kupokea. Tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa mujibu wa Petro wa kwanza sura ya 1:5, tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Wewe huo ulinzi hauwezi kuupata. Hiyo ni neema kwa wale wenye imani. Hiyo neema inatokea katika maisha yao. Wewe ukikataa kumwamini Yesu, ukakataa imani, maana yake unakataa neema, kwa sababu neema ndani ya unapokuwa na imani ndio inayoleta neema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hizi ni mojawapo ya njia chache zenye kuvuta neema. Jambo lingine linaloleta neema kwenye maisha yetu ni kumtumikia Mungu kwa bidii. Tumika kwa moyo mkunjufu, Mungu atakujaza neema. Wakorintho wa pili sura ya 9:7-8, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, sio kwa lazima wala kwa uzuri, bali kwa moyo mkunjufu. Mungu atamjaza neema katika yale anayohitaji. Neema ya Mungu inaachiliwa kwa wale wanaomtumikia Mungu kwa moyo safi, kwa moyo mkunjufu, kwa hiari ya moyo. Kama mtu atamtumikia Mungu, neema itakuja juu yake. Ujue Mungu huwa akikuita ukaitika, akakutuma ukakubali kutumwa, huwa anakutumia ulikokwenda. Maana umekubali kutumwa, ataenda kutumie kwa neema yake. Ila ukikataa kutumwa, unazuia neema ya Bwana. Neema ya Mungu inapatikana kwa kutumika mbele zake. Tukimtumikia kwa bidii, tutaona neema ya Mungu inakuja juu yetu. Wengi wanatamani neema, lakini hawataki kumtumikia Bwana. Kingine ambacho ni cha mwisho kinacholeta neema ni mtu kuhusiana vizuri na Mungu. Ni mojawapo ya njia nzuri sana. Nimekwambia kumrudia Mungu, lakini nakwambia uhusiano mzuri baina ya mtu na Mungu ni chanzo kikubwa cha neema. Kinavuta neema ya Mungu kwako, utapata neema. Kama unayaharibu uhusiano wako na Mungu, unavuruga neema. Kwa mujibu wa Biblia, kitabu kile cha Ibrania sura ya 4:16, anasema tukikaribia kiti cha rehema ili tupewe neema. Kumbe unapokaribia kiti cha rehema, kwa maana ya kwamba unapohusiana na madhabahu ya Mungu, unapokuwa na uhusiano mzuri, kwa maana ya kutafuta ukaribu na Mungu. Anayetafuta ukaribu na Mungu anautafuta kwa njia ya toba ya kweli, kwa njia ya kutafuta rehema za Mungu. Kwa rehema zake Mungu akikurehemia, basi unakuwa miongoni mwa watu wanaoketi karibu. Zekaria 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 7, alikuwa amevaa mavazi machafu sana Joshua, na ndipo shetani alionekana na nguvu juu yake. Lakini akapewa shauri kwamba mvulisheni mavazi, mvalishe mavazi matakatifu, ndipo atakapokuwa miongoni mwa wanaokaa karibu, na nitampa neema ya kulinda nyua zangu. Atakuwa na nafasi
katika kulinda nyua zao, lakini wanachokikagua kwanza hiyo neema, hiyo rehema aipate, atakaswe, asafishwe, kurudishwe mavazi machafu. Uchafu na kutenga na Mungu. Uhusiano yako na Mungu unafukuza neema. Kwa hiyo inabaki kuamua kushikamana na Bwana. Tuone, hayo ni machache. Hebu tuone kazi za neema. Kazi za neema. Kazi za neema. Neema ina kazi mbalimbali kwenye maisha yetu. Neema, kazi ya kwanza ya neema humtosheleza mtu katika mapungufu yake. Kwa maana gani? Neema humfanya mtu ajione salama licha ya changamoto zilizopo. Neema ni jibu la changamoto ambayo haijapata majibu kama utakavyo. Unajua inahitajika neema unapokuwa kwenye majaribu. Matendo, tuone kitabu kile cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 10. Lakini pia kuna kitabu maarufu kinachosema neema ya Bwana inatosha. Ni ile Korinto wa pili sura ya 12 na ule mstari wa 9. Tuone Petro kwanza. Petro 5:10 anasema, ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wale mfano wa kustahimili mabaya na uvumilivu. Kwa nini anazungumza maneno haya? Unawachukua hao kwa sababu kuna namna Mungu alivyowastahilisha kwa neema yake katika mapito yao haya. Angalieni, towaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu, mmeuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Bwana alimfadhili sana mtu huyu wakati akiwa kwenye majaribu na mapito magumu. Kinachomwezesha mtu kustahimili ni neema. Kwa hiyo neema inamsaidia mtu kumtosheleza, kwamba inafika mahali kabisa hamna namna tena, lakini kwa sababu bado uko unaendelea kubaki kwenye changamoto hiyo, utahitaji neema, na neema hiyo itakuwezesha, itakubeba kwenye nyakati ngumu hizo unazopita. Ikikosekana neema wakati uko kwenye magumu, hautaweza kustahimili. Kwa mujibu wa Matendo ya Mitume kitabu cha Korinto wa pili sura ile ya 12 mstari wa 9, kwamba mtumishi wa Mungu Paulo alimuomba Mungu sana, na alipomwomba Mungu sana, na Mungu akamwambia neema yangu ya kutosha. Sasa alipoambiwa neema yangu ya kutosha na Bwana, yeye anasema pamoja na hayo, kwa kuwa Mungu alisema neema yangu ya kutosha, nilipo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Nguvu anazipata wapi wakati uko dhaifu? Ni ile neema iliyoko juu yako. Utamkuta mtu anapita kwenye majaribu makubwa, lakini amesimama bado, hajamwacha Mungu. Nini kinachomwezesha kusimama wakati wa magumu? Ni ile neema ambayo Mungu amembarikia. Laiti angekosa ile neema, siku amekutana na magumu, ungemkuta yuko Misri 100%. Ungemkuta akakimbilia kwa waganga, lakini bado neema ipo, inambeba. Lile jaribu unafika mahali mtu anakwambia wenye changamoto kama ya kwake wameshaisha kwa waganga, wenye changamoto ya kwake wengine walikunywa sumu, wengine walijiua, ila yeye alibaki bado yuko salama, licha ya kwamba jibu halisi la takwa lake halijatokea, lakini bado neema ndiyo utoshelevu wake. Inamtosheleza, inamfanya kustahimili, inamfanya kuendelea kusimama imara. Neema ni kitu kikubwa sana kwenye maisha yetu. Ukikoswa neema hiyo, utakutana majaribu na tutakuta umeanguka. Utakutana majaribu, utajikatia tamaa. Lakini neema ikiwepo, hautakata tamaa, hautazimia moyo. Licha ya changamoto, lakini utabaki na Mungu. Neema ni moja wapo ya baraka kubwa sana. Ikiwepo kwako, itakubeba na kukutransport mahali, itakuvusha. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo neema ina msaada mkubwa sana kwetu. Changamoto ambayo haijapata majibu, unahitaji neema ya Mungu kwanza, halafu itakubeba uweze kuvuka vizuri kwenye hilo jangwa. Uko jangwani utahitaji neema ikubebe jangwani, ili kusudi mwisho wa siku uje uvuke pale jangwani. Lakini hasa kilichokuwa kimekubeba kikikufadhili ni neema ya Mungu imekubeba. Jambo lingine, kazi nyingine ya neema, neema inamtambulisha mtu. Neema inamtambulisha mtu. Kukiwa na neema iko juu, watakujua tu ulipo. Neema ya Mungu ikishaelekezwa kwa mtu, watamtambua. Maana neema ina kazi ya kuwatambulisha watu. Hii ni zawadi Mungu akiachilia kwa mtu. Utashangaa jinsi ambavyo Galatia sura ya 2 mstari ule wa 9, neema, kuna watu walikuwa wajulikana, lakini baada ya neema ya Mungu kuja juu yao, watu walijua. Maana ile neema inamnyanyua mtu, ni sana, ni upendeleo, ni kibali, inambeba mtu na kumtambulisha. Kwa hiyo atatambulika tu alipo, watu watasema hakika hapo kuna Mungu, hapo kuna kitu cha kimungu. Kumbe ni ile neema iliyoko juu yake. Galatia sura ya 2 mstari wa 9, Biblia inasema, tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Walipoigundua neema iliyoko juu yao, ilimtambulisha neema kwa hao watu waliodhaniwa kuwa nguzo, akina Yohana, akina Petro. Wakajua huyu mtu amebeba kitu cha kimungu, na matokeo yake wakampa mkono wa shirika. Kilichovuta mkono wa shirika uje ni ile neema iliyo juu ya huyu mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo unaweza kushangaa, neema inakuunganisha na watu sahihi. Watu wanatokea hujajua wanatokea wapi, kumbe kuna neema imekubeba na imekutambulisha kwao, na wakavutwa na hiyo neema. Wanasema tunakupa mkono wa shirika, tunashirikiana na wewe, tuko pamoja na wewe. Wameona nini? Neema. Walipoiona neema iliyoko juu yao, ikawasogeza. Wanasifiwe. Kwa hiyo neema inavuta watu, neema inatambulisha mtu na ikavuta watu sahihi kwako. Ila neema ikiondoka, unashangaa hata watu hawapo tena. Yaani neema inaweza ikaondoka, neema hiyo. Nilikuwa naambia watu siku moja, walikuwa wanaishi kwangu. Walipokuwa wanaishi kwangu, na wakiwemo na kina Elias, kulikuwa na vijana wengi kidogo hapo. Wakati huo tunabanana hapo kanisani, tulikuwa na magorofa matatu, mawili, na vijumba vya kiaina. Maana mawe yako juu, hilo ni gorofa tayari. Kwa hiyo tulikuwa nao hapo. Sasa kuna vijana wakaondoka, wakaona kwamba sasa nao wamekuwa, wakajitegemea. Walipotoka, kumbe walikuwa wanatembelea kwenye neema ya uwepo wa nguvu ya Mungu, kwa sababu wanakaa hapo. Yaani walipotoka tu, hata wiki ngapi hazikuishi, nikasikia mwingine ameiba nyaya, mara wamegombana, mara huyo amechanganyikiwa. Muhimu kwa fikiri mnatembelea uwepo wenu, mnatembelea uwepo wa nguvu za Mungu zilizokuwa pale. Yaani kutoka tu kwa mchungaji, matukio yakaanza. Kumbe alikuwa anabebwa na neema ya Bwana. Kuna neema kuwepo mahali fulani. Bwana asifiwe sana. Mabinti mliokuwa mnaamka kwa mchungaji mkaolewa, nyosha mkono. Mabinti mlioishi kwa mchungaji mkaolewa hapa kanisani. Huyo hapo. Mliowahi kukaa tu kwa mchungaji dakika chache ngapi, alafu mkaolewa. Na ulikaa kwa mchungaji ukapata mume, au ukatoroshewa kwa mchungaji, ukafunga ndoa, ukatoroshwa. Wewe hauna sifa za kukaa kwa mchungaji. Mimi bwana ulizia, wewe ulifanya jambo la aibu sana. Tukama pale jikoni, au ukatoroshwa pale. Yaani ya dhambi mpaka tu vizuri kabisa. Vinginevyo ni hatari. Kwa sababu wengine tu huwa wanasema tu, wa mchungaji kabisa ameanguka. Mimi ni nani?
Kuna kijana wangu hapa alitorosha, wewe nikukumbusha. Alitorosha, alipotorosha kwa mchungaji, akaja akasema nimetorosha tu kwa mzee wa kanisa. Sasa kwa mzee wa kanisa ni sawa? Yeye anarahisisha. Kwanza hata sio kwa mchungaji, ni kwa mzee wa kanisa. Mimba ikaenda miezi 5, ikaporomoka mapacha. Akaja mchungaji na mama mchungaji. Hao mapacha kuwazika kienyeji hamna. Wakamfuata mchungaji ambaye ni nini tena? Hao wachungaji wanatoka huko kwao, wakaja binti yao iko huko, wakaja kwa mchungaji samahani. Wakaja na baba wa familia ndio mtoto wa huyu baba anasali hapa kwao. Alikuja akatorosha binti yangu. Mama mchungaji akaniambia, mchungaji, yaani binti alipoondoka kwaya imeyumba, kanisa limevurugika, mpaka leo watu yaani ushuhuda umeharibika sana. Wanasema kwa mchungaji kabisa sasa, ambao kila siku wanakula upako, wanakunywa upako, wanaoga upako, kila kitu sasa anafanya kitu cha namna nini? Kwa hiyo akasema kanisa mpaka sasa halijatulia. Yule kijana yeye ametuambia tu ni kwa mzee wa kanisa. Hapo vijana wana shida kweli, hata aibu hamna. Simama nipigie simu baba, sasa wameenda kuelewana mahali. Sasa nilikuwa naomba baba ukiweza naomba kunishika mkono. Mahali kabisa mtu ametorosha. Mimi nikuunge mkono kabisa kutorosha kwako. Ndugu yangu, hebu niache tu kwanza nitulie kwenye uwepo wa Bwana. Niendelee basi kusaidia wale ambao wako tayari kumsikiliza. Yaani mpaka na mahali nikuongeze mimi kabisa kwenye hii. Yaani mimi ningepambana hata ningekukopesha hela, hata usingenilipa, ungenikuja kunilipa baadaye, au hata usingenilipa ningeendelea kusema huyu ni mwanangu basi na mimi nimefanya kazi kwa mwanangu. Nimekwaje hapo? Umetorosha. Unapata ujasiri kuniambia nikuchangie mahali. Kwanza hakuna kadi ya mahali. Kuna kadi ya harusi. Hiyo ndio tunashare. Mahali huwa hatutoi kadi. Bwana siwe sana. Yeye amepunguza makali. Ni kwa mzee wa kanisa tu. Nisiama. Unaweza ukaondoka alafu neema ikawa imeondoka juu yako. Kama umeondoka mahali ambapo Mungu alitaka uwepo mahali, alafu kaondoka kabla ya wakati wa kuagwa na Bwana ondoka, unaweza ukaiacha neema ukaondoka bila neema. Bwana sifiwe. Lakini Bwana akaambia toka wewe katika jamaa zako uende, alafu ukashupaza shingo. Neema itakuwa imeshaondoka, wewe unabaki peke yako huku, ila Bwana hajawahi. Yeye ameshaanza safari. Akaambia toka wewe, twende huku, ukabaki. Unabaki mwenyewe, Bwana alikuwa ameshaondoka. Utashangaa tu neema haipo, hakuna tena kibali, hakuna tena upendeleo uliokuwepo, kumbe umekinzana na nyakati na majira ya kujirudi. Kwa hiyo unaweza kukaa mahali kumbe kuna uwepo wa Bwana, alafu ukatokea tu mizeni. Nimefanya kazi hapa muda mrefu sana niondoke, sitaki kuajiriwa tena na mtu huyu. Ukaondoka bila wakati wa Bwana, ukaiacha neema, ukaenda peke yako, unaenda kusoma. Wapo wengi tu. Nilikuwa nafanya kazi na bosi fulani, nikaamua tu kuondoka, si kumbe ni pepo lilimvaa, nikamtenganisha na mazingira ambayo yalikuwa yanaendelea kumbeba. Akaondoka zake, alafu kaenda kukutana na majanga. Kwa hiyo unakuwa na umakini. Ajenda yetu iliyoko hapa ni kwamba neema inamtambulisha, inambeba mtu. Kuna watu wamebebwa na neema tu. Neema ya Mungu imekubeba. Na kuna mahali kunaweza kukawa na neema ikakufanya ukaanza kuonekana mtu wa mzuri, ukatambulika. Kumbe ni ile neema inakubeba ya mazingira. Siku ukitoka tu pengine kwenye hilo kanisa, ukatoka tu hapo kwenye madhabahu hiyo, unashangaa tu mkuu kituko. Kumbe kuna neema tu inakubeba. Bwana asifiwe. Unaweza ukajiona ninaweza sana, mimi ni mwanamke shupavu. Sihitaji kuwezeshwa, naweza mwenyewe. Alafu baadaye ukaondoka tu kwa wewe mwanaume. Ili unaondoka tu, ukaonekana ni mwanamke dhaifu, mnyonge, asiyeweza, anahitaji kuwezeshwa. Wakati ulikuwa ni mwanamke shupavu, anayeweza, hahitaji kuwezeshwa. Na kuna wengine wanaweza kadharau tu hata madhabahu, akadharau tu wachungaji. Ile tu anaanza kudharau ile neema iliyokuwepo tu yake, yeye anafikiri bado ipo. Kumbe imeondoka kwa sababu amedharau watumishi wa Mungu, alafu anaanza kuishi maisha magumu. Kumbe alipaswa aendelee kubaki katika hali ya utiifu, hali ya uaminifu,
hali ya unyenyekevu, aendelee kumcha Bwana, aendelee kufanya ile huduma. Ile huduma ilivuta neema. Siku umeitelekeza ile huduma na neema inaondoka. Kumtumikia Mungu ni njia mojawapo ya kuvuta neema. Unaweza ukaitelekeza huduma, kumbe ndio hiyo iliyokuwa inafanya neema iendelee kuwa juu yako, ya mambo mengi yakaendelea kufanikiwa. Kwenye uwepo wa neema ndiko kuna mafanikio yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna cha kujisifia, ila neema tu. Tunasema tu asante Bwana, ni neema yako. Sio kama mimi ni mzuri mno nikaolewa wengine wakaachwa. Ni neema ya Bwana tu. Lakini neema hii usipojua namna ya kuitunza inaondoka. Bwana asifiwe. Kazi nyingine ya neema. Andika neema uokoa. Tito sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 12, kwamba neema imefunuliwa, neema iokoayo imefunuliwa, nayo inatufundisha kukataa baya. Kama una neema ya Mungu ambayo imekuokoa, hiyo neema ina kazi nyingine, inaendelea kukufundisha kukataa ubaya. Kama umeibeba neema na hiyo na unaendelea kujihusisha na mabaya, sina hakika kama ndio neema ile ya Bwana, kwa sababu neema ya Mungu inamfundisha mtu kukataa nini. Lakini wewe hiyo neema ulionayo inakung'ang'aniza na kukufundisha. Unaweza ukasema mbele ya watu, hata hivi kufanya hivi dhambi ni neema ya Bwana tu. Eti neema ni upendeleo. Haya, wewe inakufundisha haya, hizi dhambi ni upendeleo wa Mungu. Kufanya hizi dhambi ni upendeleo wa Bwana. Ndio maana Bwana haniui, ndio maana Bwana hanihangamizi hata ninafanya madhambi. Kuna mwehu mmoja, mimi ninaitaka mwehu tu kwa sababu ninaona kama akili iko sawa. Anasema anaendelea kuzini na upako uko pale pale, injili inaendelea kupigwa na kuzini anaendelea. Yule ni mwehu. Usifuatane na huyo. Huyo ni mwehu. Mwenye akili timamu hawezi kufikiria hivyo, kwamba dhambi siku tunazichapa na injili inaendelea kupigwa. Injili gani unahubiri? Kwa sababu injili ni uwezo uletao wokovu, na injili ni habari njema yenye kuwageuza watu waache dhambi wafuate wokovu. Wewe unachapa dhambi na unahubiri tena. Yule aliyejua kweli halafu aliyekimbia machafu ya dunia halafu akayarudia, hali yake itakuja kuwa mbaya zaidi. Huyu ni mwehu, ajui nyakati na majira na hafahamu wakati. Kwani kuna wewe, daktari mmoja aliwahi kusema, kuna machizi wengi, wengine ni maprofesa ila ni chizi. Mwingine ni msomi ila ni chizi. Kuna machizi wengi, unakuta ni daktari bingwa ila ni chizi. Unamkuta ni msomi ni chizi. Unamkuta mtu mtajiri lakini ni mwehu. Unamkuta mtu amepewa na vyeo, ni mchungaji, ni askofu, ni mzee wa kanisa ila ni mwehu. Unamkuta mshirika amepiga pamba vizuri, anafanya mambo ya kiwewe. Dhambi anafanya kanisani, anakwenda, yule ni mwehu. Sijui kama na huko wewe wanapatikana, ila sidhani. Kama askofu tena wewe mwehu. Sizalishi wewe. Ukitaka kujizalisha kuwa mwehu, kubaki mwenyewe tu kujitengeneza kuwa mwehu. Usije ukasema mimi ni mtoto wa fulani. Kuna siku moja watu waliibiwa dhahabu na mzee wa kanisa. Sasa wakanifuata barabarani, mchungaji, mlikuwa na maombi Ijumaa, mlikuwa mnaomba ili tuibiwe dhahabu. Mzee wa kanisa ametoroka na dhahabu yetu hapa, alisema aenda akakojoe, akaondoka nayo ya thamani ya 800. Kwa hiyo mchungaji, sasa tunaomba tusaidie. Ya. Mimi huyo mwehu ninakaa naye siku hii. Ile tayari ameshakuwa. Yaani ukishaondoka kwenye sifa za ushirika. Mtu akija anasema, mchungaji, mshirika wako huyu hapa ameiba mahindi. Sina mshirika mwezi. Sifa za washirika: aliacha dhambi, ameacha kuiba, ameacha kuzini. Usiniambie mimi ni mshirika wako. Sio mshirika wako. Kwani kuna washirika wezi hapa? Kuna washirika wazizi hapa? Au mshirika wako kabisa, huyu mchungaji amefumaniwa. Mimi sina mshirika wa kufumaniwa. Hakuna mshirika mwenye sifa za kufumaniwa. Bwana sasa, nina washirika wanaojitambua. Hao ndio naweza nikasema
kuna washirika hapo wanaoamini Kristo, waamini wapo. Nikasema wapo. Na huyu mlevi, huyu ni mlevi. Kwani huyu ni Mkristo? Mkristo sio mlevi. Huyu si tayari mnamtambulisha ni mlevi. Huyu mnamtambulisha ni mzinzi. Huyu mnamtambulisha ni mwizi. Hawezi kuitwa Mkristo. Bwana asifiwe. Amejitenga mwenyewe kwamba hayuko miongoni mwa Wakristo. Nikamwambia dhahabu inaibiwa na mtu, halafu mnakuja kwangu. Kesi za dhahabu mnapeleka kwa sukuti, mnapeleka kwa nani? Kwa kamanda wa sungusungu, mnapeleka ofisi gani? Au mnaleta kwa kama mnaleta kwa kwangu, nitakuta ofisi. Kija ofisini tuanze kushuhudiana kwa habari ya wokovu, habari ya Yesu. Kwamba yule nafikiri sasa ni wachapa, ni mpagani kama wapagani wengine. Kwa hiyo ninamwambia jamani, muokoke. Mkiokoka hamwezi kuwatapeli wenzenu nini za dhahabu. Yaani nyinyi hapa mkiokoka vizuri, yaani uwezi kuwadhulumu wenzako au kuwafanyia mabaya. Ndio inahitajika. Dhuluma haiwezi kufisha popote. Itakuwa nimekusaidia sasa. Ni kama anakuongezea maumivu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo neema ina kazi ya kuokoa. Lakini kazi nyingine ya neema humpatia mtu haki. Tito 3:7. Unapata haki mbele za Bwana. Kwa neema ulio nayo inakupeleka kupata haki. Tumepata haki kwa njia ya neema. Neema ya Mungu inawafanya watu wapate haki, lakini usimdanganye mtu kwamba neema alafu na maovu unaendelea nayo. Neema inafundisha watu kukataa ubaya. Jambo lingine, neema inawasaidia watu wakati wa mahitaji. Ibrania 4:16. Tukikaribia kiti cha rehema ili tupewe neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wakati wa mahitaji, wakati wa mapito, unahitaji neema ikubebe, ikusaidie. Ukikoswa neema wakati wa mahitaji, hakuna nguvu ya kukusaidia. Watu wanasaidiwa na neema ya Mungu iliyo juu yao. Tupate neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Sema, ili tupate neema, ili tupewe neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Neema hii inakuja kwako, ina kazi maalum, ina msaada. Usipuuze na kuidharau, imebeba msaada kwa ajili yako. Jambo lingine, hutuwezesha kumtolea Bwana, kutoa dhabihu iliyo njema. Ibrania 12:28. Neema inawezesha watu kumtolea Mungu dhabihu njema. Kujitoa mbele za Mungu ni neema. Ukiangalia kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 8 ule mstari wa kwanza mpaka wa 9, utajisomea mwenyewe. Wakorinto wa pili sura ile ya 8. Sura ya 8. Korinto wa pili sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 9. Inaongelea habari ya neema. Kuna watu walikuwa ni wahitaji, maskini, lakini kwa neema waliweza kumtolea Bwana. Wacha nisome kidogo. Tena ndugu zetu twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi, uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana nashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa yale yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na tushiriki kwa habari ya neema hii na kushiriki na shirika hili la kuhudumia watakatifu. Ukisoma mpaka wa 9 utaona neema iliwawezesha kumtolea Mungu, sio kwa sababu wanavyo, ni maskini, lakini umaskini wao uliongezea wingi wa utajiri wa kutolea, uliofanyia utajiri wa kutoa, uliongezea wingi wa uwezo wa kutoa. Kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao walimtolea. Kinachowabeba kumtolea Mungu ni neema. Ikiondoka hiyo neema, hata kama unavyo vya kutoa, huwezi kutoa. Bwana asifiwe. Lakini mwisho, neema huimarisha mioyo ya watu kwa Mungu. Neema inaimarisha mioyo ya watu kwa Mungu.
Leo kuna watu mioyo yao haijakazwa, haijasimama imara na Mungu. Neema ikija inakuwezesha kushikamana na Mungu, moyo wako kung'ang'ana na kusimama na Mungu imara, mioyo inaimarishwa mbele za Bwana. Ibrania 13:9. Sasa basi, kwenye ndoa unahitaji neema ya Bwana, kwenye afya unahitaji neema, kwenye uchumi unahitaji neema, kwenye huduma, kwenye utumishi. Maisha yako hayawezi kwenda bila neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Korinto wa pili sura 13 mstari wa 14, Korinto 13:14, anasema hivi. Korinto wa pili 13 mstari wa 14, kuna maneno tuende tumalize na hayo. Neema ya Bwana wetu. Utashangaa neema imekustahilisha, hukustahili, lakini kwa neema kuna vitu vinatokea.